kusogea kwa Mungu. Safisha shamba lako nyumbani mwako. Toa kila kinachoondoa utukufu wa Mungu nyumbani mwako. Safisha simu yako, ondoa kila kinachoondoa utukufu wa Mungu. Safisha kompyuta yako, ondoa kila kinachoondoa utukufu wa Mungu. Safisha TV yako, ondoa programu zote zinazoondoa utukufu wa Mungu. Safisha nyumba yako, usiache uovu upite mbele ya macho yako. Usiache uovu utengeneze kiota katika mawazo yako. Fanya hivyo kwa bidii na maombi. Paulo anaeleza katika Waebrania 12:1-2, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba, akadharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Kwa neema ya Yesu pekee ndio utaweza kuchimbua udongo wa shamba lako. Kwa neema ya Yesu pekee ndio utaweza kuandaa moyo wako kumpokea Kristo. Kwa neema yake atakuwezesha kung'oa magugu yote. Kwa neema yake atakuwezesha kung'oa mawe yote. Kwa neema yake atakuwezesha kuandaa shamba la moyo wako, ili anapopanda mbegu njema ziote na kukua na kuzaa matunda. Haleluya. Nabii Hosea anaendelea kusema, panda katika haki. Shamba linapokuwa limesafishwa, liko tayari kupokea mbegu. Na mbegu kutoka mbinguni, mbegu inayopandwa moyoni ni neno la Mungu. Neno la Mungu, tunalisoma neno la Mungu, tunapanda mbegu katika mioyo yetu. Tunaposoma roho ya unabii, tunapanda mbegu katika mioyo yetu. Tunapokuwa na bidii katika maombi, tunapanda mbegu katika mioyo yetu. Tunapofanya kazi ya Mungu, tunapanda mbegu katika mioyo yetu. Kwa sababu kwa kulisoma neno, unapolisoma neno moyoni mwako, linapojaa, unapewa uweza wa kushinda dhambi. Maana Daudi anasema, moyoni mwako nimelijaza neno langu ili nisikutende dhambi. Unapolijaza neno la Mungu moyoni, linakuwa ni nuru katika njia yako. Daudi anasema, neno lako ni taa na mwangaza wa njia yangu. Unaposoma neno la Mungu, unawekwa huru dhidi ya madanganyo ya shetani. Maana shetani ana kila aina ya madanganyo na mafumbuzi mengi, lakini unaposoma neno la Mungu unawekwa huru. Maana neno linasema, nanyi mtafahamu hiyo kweli, nayo kweli itawaweka huru. Unaposoma neno la Mungu unatakaswa maisha yako. Biblia inasema utakasa kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Kwa neno la Mungu ni kama mkasi wa gardener, anapotrim majani, anatrim maua, anayashepu, anatengeneza vizuri. Ndio neno la Mungu lina trim maisha yako. Ulikuwa na makando haya, lina trim, linayakata. Ulikuwa na hii, inakata. Ulikuwa na hii, inakata. Kadiri unaposoma inakutakasa. Kadiri unaposoma linakutakasa. Na hivyo fanya neno la Mungu kuwa rafiki yako, kwa sababu kadiri unavyolitazama na kulisoma unabadilishwa. Soma injili ya Yesu Kristo, yasome maisha ya Yesu, yatakuletea mvuto na msisimko, yatakubadilisha. Wapendwa, unapopanda mbegu, unaposoma neno la Mungu, Biblia imeahidi litakuwa na kuzaa matunda. Haitakuwa kazi ya